thamani ya kuweza kulipa. Yeah. Hii ni kitu ya maana sana kwa sababu ukienda kwa benki unaangalia credit score yako unaona hivyo vitu vyote. Yeah. Kuna kampuni 3 ambazo zinaangalia credit score yako. Yeah. Kuna hiyo TransUnion ambayo inaangalia, kuna Equifax na kuna Experian. Hizi ni kampuni 3 ambazo unaweza kutumia kuangalia credit score yako. Unaweza kufanya kila siku, kila wiki ama kila mwezi. Na hiyo credit score ukikuja kufuatilia hiyo video ambayo amesema itakuwa hapa juu, utakuja kujua ni kuanzia ngapi mpaka kungapi. Utakuja kuelewa hivyo vitu vyote na ni jinsi gani unaweza ukaiboresha viko kwa hiyo video ambayo mtakuja kusikia. Na tuendelee tuangalie wakati umeshaona credit score yako iko sawa na ni wanaangalia umeshalipa, hakuna deni, kama hivyo, yes, hujafungua. Na ukikuwa katika hatua ya kuuza nyumba, usikuje kufungua credit ya mpya wakati una mpango wa kwenda kuuza nyumba, kwa sababu hivyo vyote wanaviangalia. Na kitu kingine, usikuje kushindwa kulipa katika zile hela ambazo kunalipa kama una mpango wa kwenda kuuza nyumba, yes, kwa sababu kuuza nyumba ni vitu ambavyo wanaangalia kama utakuwa mwaminifu kwa hela ambazo watakukopesha, kwa sababu zitakuwa ni nyingi sana. Na kitu cha pili tutakuja kuangalia ni ngapi unaweza kulipa. Yani wewe una uwezo gani wa kulipa hela ngapi? Ni ngapi unaweza kulipa? Kwa mfano tuseme unaweza kupata nyumba, lakini hiyo nyumba wanakuambia unalipa 5,000 kwa mwezi. Unakuta huwezi ukaiweza hiyo hela. Lakini ni kuangalia pia kama unajua unafanya kazi, ni ngapi, ni nyumba ya bei gani naweza nika afford. Yes. Kuna mwingine unaweza kukuta ana kazi si nzuri sana, lakini nataka ajiweke kwa nyumba ambayo iko juu sana. Ukiweka nyumba iko juu sana, kama hauko qualified, ndio unakutana wengine wanashindwa hata kununua nyumba kwa sababu wanakata tamaa kwa sababu wameomba nyumba ambao hawawezi kalipa. Yeah. Na wanapokuwa wanaangalia wanajikuta mimi sitaki kuuza nyumba kama ile, sitaki kuuza nyumba kama ile, nataka kama hii nzuri, kila mtu anataka kitu kizuri, ina ghorofa 3, inaomba muangalie income. Kama wewe ni katika familia ambayo una mke na mume, hivyo ni vitu ambavyo unapaswa kuangalia. Unaangalia budget yenu, ni hela ngapi mnaingiza, kisha wakati